Hapo usikize. Kaka, habari yako? Nzuri sana. Wewe nafikiri si mgeni Leo uko sawa kabisa na kuona Yes. Umejitayarisha Kabisa. Kuwa Muislamu? Bana. Umejitayarisha kufanyaje? Kuuliza maswali. Kuuliza maswali. Na maswali yako nyingi Hebu uliza swali ya kwanza tusikie, tukijibu ndio hivyo, tusipojibu tutaona walimu wako wengi hapa watakusaidia. Hebu uliza swali. Uislamu unajengwa kwa maneno matano, kwa pillars 5, ndio? Kwa nguzo 5 Tuonyeshe zote kwa Qur'an. Zote nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni gani? Sema ndio nikutolee ushahidi. Sema ya kwanza ni gani? Kuswali hiyo mara 5. Hiyo sio nguzo ya kwanza. Nguzo ya kwanza sio kusali mara 5. Nguzo ya kwanza ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu, useme Mungu ni mmoja, hakuna mwingine isipokuwa yeye. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Maana vizuri 47:19. Hebu soma hiyo kama sijakosea. 47:19 Qur'an. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ni sura Muhammad Soma hiyo hebu. 47:19 Qur'ani. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jua ya kwamba, usikilize hiyo kitu ya kwanza unaambiwa ujue ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki, hakuna Mungu anayeabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Unasikia hiyo habari Kitu ya kwanza unafaa kujua hakuna Mungu anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu ngapi? Mmoja. Si jana kuna mtu alisilimu? Si kuna mtu alijiunga na Uislamu? Huko jana kama ulikuwa watu walishuhudia, yeye alisema nashuhudia ya kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja. Hivyo ndo tulimfundisha, ndo akawa Muislamu. Kwa hivyo kitu ya kwanza unafaa kujua Mungu ni mmoja. Ukishajua Mungu ni mmoja, na ujue mtume wake wa mwisho ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikiliza hiyo 33:40. Hiyo ndo nguzo ya kwanza, Mungu mmoja na mitume wake. Baada ya hapo ndo unakuja sala, kisha unakuja saum, zaka, hija, hivyo. Soma hiyo 33 aya yake 40 Qur'ani. Inasemaje? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sikiliza hiyo kaka. Muhammad. Sikiza, Muhammad si baba yeyote katika wanaume wenu. Sio baba wa yeyote katika wanaume wenu, bali yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwisho wa mitume. Sasa ukikubali Mungu ni mmoja, unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena si mtume wa Mungu tu, bali ni mtume wa mwisho. Baada yake hakuna mtume. Kabla yake alikuwepo mtume wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Isa, Yesu. Na kabla ya Yesu kulikuwa na Musa. Na kabla ya Musa kulikuwa na Ibrahim. Na kabla ya Ibrahim kulikuwa na mitume wengi. Kwa hivyo Muhammad ndio mtume wa mwisho. Ukimkubali Muhammad, umewakubali mitume wote waliotangulia. Ukimkataa, umewakataa wote. Kwa nini? Kwa sababu Muhammad ndiye aliyekuwa amekuja kuwasadikisha mitume wote. 37 Qur'ani. Sikiliza hiyo maneno. 37 aya yake 37 Qur'ani. 37. Inasema aya yake 37 Qur'ani. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kweli kabisa. Bismillahir rahmanir rahim. Muhammad. Sikiliza, Muhammad si mtunga mashairi. Sio mtunga mashairi, wala sio mwenda wazimu, bali huyu Muhammad ameleta haki, yani ameleta ukweli, amewasadikisha mitume waliomtangulia. Unasikia maneno Muhammad amekuja kuwasadikisha mitume waliofanyaje?
mitume waliofanyaje? Waliomtangulia. Na hao mitume waliomtangulia walimkubali Muhammad kama mtume wa Mungu. 381 Qur'an. 3 aya ya 81 Qur'ani. Soma hiyo. Hii ni mafundisho upate kanisani, tumekufundisha hapa. Mitume waliotangulia walimtambua mtume Muhammad kama mtume wa Mungu atakayekuja zama za mwisho. Na Muhammad alipokuja amewakubali pia wao kuwa ni mtume wa Mungu. 381 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hiyo ni mafundisho ya free Bismillahirrahmanirrahim. Sikiliza hiyo maneno. Nakumbukeni alipochukua Mwenyezi Mungu ahadi kwa manabii. Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwa manabii wote. Akawaambiaje? Nikishakupeni kitabu nyinyi mitume wangu na hekima kisha akakujieni mtume, atakuja mtume asadikisha yale yaliyo pamoja nanyi. Huyo mtume akija atasadikisha kama ile aya tuliyosoma. Muhammad alipokuja akawasadikisha mitume waliotangulia. Mungu anawaambia mitume waliopita, atakuja mtume wangu siku za mwisho atawasadikisha nyinyi. Ni juu yenu kumwamini. Mungu anawaambia mitume wote, ni juu yenu kumwamini huyu mtume wa mwisho na pia mumsaidie. Endelea. Akasema Mwenyezi Mungu. Akasemaje Mwenyezi Mungu? Akasema Mwenyezi Mungu. Je, mmekiri? Mitume wanaulizwa na Mungu, mmekubali huyo mtume wa mwisho? Na mmekubali kushika agizo langu juu ya huyo? Wakasema. Mitume waliopita wote wakasemaje? Wakasemaje? Tumekubali. Mpe. Unasikia maneno Tamu sana hii. Unasikia maneno baba Mitume waliopita wote wamemkubali Muhammad. Unanisikia vizuri? Wamemkubali Muhammad kama mtume wa nani? Wa Mungu. Na Muhammad naye akawasadikisha, akakubali wao mitume waliopita kuwa ni mitume wa nani? Wa Mungu. Hapo tuko pamoja Ukishapiga hiyo sasa kuwa Mungu ni mmoja, Muhammad ni mtume wa Mungu, na ukawaamini mitume wote, umekuwa Muislamu. Baada ya sasa wewe kuwa Muislamu, kitu ya kwanza unafaa kufanya, nguzo ya pili ni kusali. Hiyo ni nguzo ya kwanza umetekeleza, ambayo ni tauhid, kukubali Mungu mmoja na kumkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kukubali mtume Muhammad ndio kubali mitume wote. Baada ya hiyo ni sala. Ni nini? Ni sala, ni kusali. Unasali vipi sasa? 22 Mbona unagonga Yani ilikuwa 2 Qur'ani. Atende vile. 22:77 inasemaje? Anaitwa Anwari. Amepona. Sikiza hiyo maneno inasema hivi. Hii hapo ashafundishika. Hapo umeshika. Sasa tunakuja kwenye kusali. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikiliza hapo kwa kusali sasa baba. Hiyo ni nguzo ya pili. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mlioamini. Sikiliza, huyu ni Mungu anaongea na Waislamu walioamini. Mwenyezi Mungu anawaambia, enyi Waislamu mlioamini, salini. Sikiza kaka nguzo ya pili ni kusali. Mungu anasema salini. Tunasali vipi? Rukuni. Mungu anasema wakati wa kusali mnakuja na kitendo ya kurukuu. Ni kufanya hivi. Hii sio kuchukua timing ya kukimbia. Hii inaitwa kurukuu. Rukuni na sujuduni. Baada ya kurukuu katika sala, kisha unasujudu na muabudu Mola wenu. Hivi ndo kuabudu Mungu. Mpe. Unasikia maneno Nasikia. Kumbe kusujudu ndo kusali. Umeelewa vizuri sana So ukichukua nguzo ya kwanza, hii ya pili si ngumu, kwa sababu hii ya pili inaonyesha wewe tayari ni Muislamu. Wewe unasujudungi? Kusujudu kupeleka chini kichwa. Unasujudu? Ushaipeleka kichwa chini? Hebu simama hapa tuonyeshe vile unasujudu. Hebu simama hapa tu. Practical. Hata mimi nimekuonyesha. Hapana, sitafanya. Kwani ufanyaji? Ufanyaji? Saa zingine nafanyanga. Saa zingine unafanyaga. Na kanisani wanafanyaga wote kwa pamoja? Hawafanyaga kwa pamoja bado. Unajua kwa nini hawafanyangi kwa pamoja? Unajua kwa nini? Kwa sababu wakifanya pamoja watu watasema hawa wamekuwa Waislamu. 3 aya yake 113 Qur'an. Ukifanya pamoja tu, hii ni kujificha ficha. Yaani wewe ni Muislamu kwa kujificha.
313. Unasujudu hutaki watu wakuone. Wakikuona tu watasema hii kanisa hii ni Waislamu hii. Hiyo wamesujudu hawa ni Waislamu. 313. 113 inasema. Sikiza ya maneno. Baada ya billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Hao waliopewa kitabu. Hao waliopewa kitabu, yani Wakristo na Mayahudi, si wote sawa katika hao. They are not the same. Hawako sawa. Wao waliopewa kitabu. Wamo waliotengenea. Wamo waliotengenea, yani walioongoka. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku. Wanachukua Qur'ani wanasoma usiku na pia wanasujudu. Si mmoja, ni wengi. Wanasujudu. Maana yake yani wamesilimu. Mpe. Unaona Kwa hivyo mkisujudu pamoja, maana yake mmekuaje? Mmesilimu. Kwa hivyo usifanye peke yako, tafuta group msilimu, mtakuwa Waislamu, mnakuwa mnasujudu. Hiyo ndio nguzo ya pili. Ya tatu, ya nne ziko nyingi, kuna kufunga, kuna zaka, kuna hija, lakini zote ya muhimu ni tauhid, kushuhudia Mungu mmoja na Muhammad mtume wake, na zote ziko kwenye Qur'ani. Hiyo umeelewa? Yes. Umeelewa. Uko tayari kujiunga na Uislamu? Bado niko na swali tena. Bado uko na swali? Unajua zikiisha ndo utasilimu, unajua. Haya, uliza nyingine nisikie tena. Ile aya mlisoma ile ya Mungu aliteremsha Torati, nataka mnisomee. Ile tulisoma ziko nyingi. Sagani zile Mungu ameteremsha Taurati ziko mingi. Torati, Injili, Zaburi. 221. Anataka hiyo. 221 Qur'ani. Huyo ako karibu. 121 nasema. Baada ya billahi minashaitani rajim. Soma hiyo. Inasema baada ya billahi minashaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Sikiliza maneno. Wale katika ahli alkitab. Tuliowapa kitabu Taurati, ya kwanza inaitwa Taurati, Injili ya pili inaitwa Gospel Injili, na Zaburi, ya tatu inaitwa the Psalms Zaburi. Wakakisoma kama ipasavyo kukisoma. Mtu akisoma hizo vitabu kama inavyotakikana kusomwa, bila kupotoa tafsiri yake, bila kuharibu tafsiri yake, wala kutoa hili na kutia hili, Sikiliza kaka, hao huiamini hii Qur'ani wakasilimu. Mpe. Unasikia habari baba? Nasikia. Ukisoma Taurati, ukasoma Zaburi, ukasoma Gospel Injili, na ukaisoma bila kuharibu tafsiri na kutia hii na kutoa hii, unakuja unaamini Qur'ani, unasilimu. Hiyo aya ndio imesema hivyo. Unasemaje wewe? Hiyo aya inasema tumeteremsha, si ndio? Tu ni watu wangapi? Hadi yani ni wingi ama ni moja? Tu ni wingi. Mbona Mungu anatumia wingi na unasema ni moja? Okay, uliwahi shule kidogo? Niliwahi. Kuna types of plurals. Plural ina type nyingi. Yes. Kuna type of plural in numbers. Umeelewa vizuri? Hiyo ni 1 2 3 4 mpaka 100, sawa Hiyo inaitwa plural in numbers, sawa Kisha kuna hii plural ya majestic. Mimi ni mtu mmoja natumia language ya plural kwa sababu I'm majestic. Mfano rais anasema tumeamua tutajenga barabara, kumbe ni peke yake anaongea. Si ni kweli Hapana, tena kwa ameamua na waziri wake. Ameamua na waziri wake? Rais haamui na mawaziri. Rais ni yeye ndo anachukua ahadi kwa wananchi, aseme nitakuja kujenga na waziri wangu. Rais anakuja hapa anachukua ahadi, anasema mimi nitajenga hii barabara. Ngoja kwanza mimi nitajenga hii barabara. Kisha baadaye akija anasema tunaona tumejenga, ni peke yake. Hiyo haitwi wingi wa idadi, inaitwa wingi wa ukuu. Na nakutolea ushahidi kwamba kuna wingi wa ukuu na wingi wa idadi. Nikupe ushahidi.
Nikupe ushahidi. Zaburi 151. 150 aya yake ya pili. Ama anzia moja. Zaburi 150. Zaburi 150. Mungu anatumia wingi kwa sababu huo inaitwa wingi wa ukuu, sio wingi wa idadi. Ni majestic plural. Yeye ni mkubwa. Ana powers wa kutumia language ya ukuu. Anaweza sema mimi Mungu, anasema mimi Mungu nitafanya mvua inyeshe, ama aseme sisi tumeamua mvua inyeshe. Ni yeye peke yake. Anatumia lugha vile anavyotaka, ni mkuu. Mimi mwenyewe mkinipa powers tu kidogo nikuwe mbunge. Sitasema mimi, nasema sisi tumeamua CDF tutapeana kwa kila mtoto. Na ni peke yangu ndo na control CDF. Na utakula CDF. Utakula. Au utakula na wasema tunatoa. Inasema. Unasemaje? Haleluya. 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 Msifuni Mungu. Mpe. Msifuni Mungu. Mungu mmoja, si ndio Ingekuwa wengi ingekuwa miungu, sawa Endelea. Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni katika anga la uweza wake, sio uweza wao. Msifuni kwa matendo yake makuu. Kwa matendo yake makuu, sio kwa matendo yao. Mungu ni mmoja, matendo yake ni makuu. Endelea. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Kwa kadri ya wingi wa ukuu wake, si wingi wa idadi, sawa wingi wa ukuu, si wa idadi. Kwa hivyo Mungu sio hana idadi. Wewe sema huyu ni Mungu number 1, huyu Mungu number 2, huyu Mungu number 3. Hapana. Ukuu wake, wingi wake ni wingi wa ukuu, sio wa idadi. Umeelewa Kwa sababu ya matendo yake makubwa anatumia lugha ya ukuu, lugha ya wingi kwa ukuu wake. Umeelewa vizuri hapo Okay. Ni Bible, si Qur'ani. Ingekuwa Qur'ani ungesema mbona tena? Hiyo ni Biblia yako. Una swali nyingine? Haya, wewe una believe Bible? Bible. Okay, kuna maneno ndani ya Biblia naamini ni ya Mungu na mengine siamini. Na hii maneno nimejifunza kwa Yesu. Kwa nini? 5:20 Mathayo. Mambo ya Mathayo 5:20 nasema. Na baba 5:20. Inasemaje? Inasema hivi. Mambo ya Mathayo 5:20 inasema. Sikiza hiyo maneno. Usikize vizuri Maana nawaambia. Yesu anasema nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Yesu anatuambia haki yenu lazima izidi haki ya wakina nani? Mafarisayo. Wengine mataja ni kina nani? Waandishi. Kwa hivyo waandishi walioandika Biblia lazima nikuwe mjanja kuliko wao. Najua mahali nyingine wanadanganya, mahali nyingine wako sawa, ndio nipate uzima wa milele. So hivyo nikachunguza nikakuta kuna maneno ya Mungu ndani, kuna maneno ya manabii ndani, na kuna maneno ya waandishi ndani ya Biblia. Ulijua aje? Nilijua aje? 8:8 Yeremia. Mambo ya Yeremia 8:8. Nilikuwa naelewa baba, unaenda hapo. 8:8. 8:8. Aliuliza ulijua aje? Utasikia hapa. Sasa inasema, mwasemaje? Sisi tuna akili. Mnasemaje sisi tuna akili? Na Taurati ya Bwana tunaye pamoja nasi. Utasemaje niko na Bible? Lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Unasikia maneno Yeah. Maneno, kalamu ya uongo ya waandishi imefanya kitabu ya Mungu kuwa nini? Si kitabu ya Mungu. Hiyo ni. Rudia tena. Ngoja rudia tena. Usiongeze. Rudia. Inasema. Wewe 8:8. Inasema. Naam. Mwasemaje? Sisi tuna akili. Mnasemaje tuna akili? Na Taurati ya Bwana tunaye pamoja nasi. Torati ya nani? Ya Bwana. Kwa hivyo Torati ni kitabu ya nani? Ya Mungu. Na wewe unasema tuko nayo. Unasemaje tuko nayo? Kwa nini useme tuko nayo? Maliza.
Lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imefanya kuwa uongo. Mpe. Anayo. Umeelewa hapo? Umeelewa, lakini hiyo ni si wanasema wako na hiyo Torati. Kalamu ni watu wenye wanaandika vitu zingine Biblia haizungumzii watu wengine. Si ndio hiyo? Biblia inazungumzia ndani ya Bible, what is in the Bible. Not that. Inazungumzia vitabu vingine. Bible ilikuwa hapo. Watu wenye wanaandika vitu zingine. Wanaandika nini? As in, for example, kutranslate ama kuandikia watu vitu zingine. Kwani Biblia haija translatiwa? Hii uko nayo hii. Ni original ama translation? Kwa hivyo hao walio translate Torati ya Bwana wameifanya kuwa nini? Hapana, si hivyo. Kwani hii uko nayo ni original au ni translation? Si translation, nasema hii uko nayo hii translation. Hii translation sio original, sawa Okay. Hii translation walio translate utajua aje wametranslate kitu ya kweli au wametranslate urongo, utajua vipi? The same way Quran simekuwa translated. Utajuaje wameandika? Mpe huyo, angalie, mpe Qurani, fungua tu Qurani umpe. Haya ndio. Hapa kuna Qurani ngapi? Right kuna lugha gani? Right. Mpe. Right kuna lugha gani? Arabic. Ambayo ni original, sawa? Ile amepewa Muhammad. Okay. Na left kuna lugha gani? Kiswahili. Ambayo ni nini? Ni translation. Tukiangalia huyu translator tukaona amedanganya, reference yetu ni Kiarabu. Tuna confirm from the Arabic text ambayo ni nini? Original, sawa Okay. So from the original source tunajua huyu aliyetafsiri kama amepata ama amekosea. Wewe Biblia utajua aje na una ile original? Mpe. Usijikune kichwa, hauna mchwa. Nasema utajua aje wewe sasa? Mfano mimi nikiona huyu translator simuelewi, nasoma ile Arabic, najua huyu amenidanganya. Wewe sasa huyu aliyekutafsiri hii Biblia ya Kiswahili na una ile original, utajua aje huko alikotoa kama alidanganya? Utajua because kama ingekuwa imedanganya si wangesema. Kwa hiyo translator anakuambia nimedanganya. Subiri kidogo. Huyu anayetafsiri si ni binadamu. Si anaweza pata, anaweza kosea. Si anaweza tafsiri meza ni kumeza panadol na mwingine akwambia meza ni hii. Na yote ni meza, sawa? Wakati inatafsiriwa. Sawa So huyu aliyetafsiri hii Biblia akaileta kwa Kiswahili. Sisi kwa Kiarabu Qur'ani tuko na original na tuko na translation, sawa Hii translation kama amekosea tunaweza reference kutoka kwa ile Arabic text, sawa Wa ile original uko na only translation. Utajua aje hii translation huyo aliyetranslate from that source to Kiswahili kama amekosea au amekudanganya? Utaweza jua? Uwezi. Na Arabic ziko ngapi? Arabic ni moja. Si moja. Moja tu. Qur'ani Arabic ni moja dunia mzima. Hakuna ya pili wala ya tatu. Hatuna versions. Arabic text ni moja, translation ni mingi. Na hiyo Arabic text ambayo ni original lazima iapiwe kwa translation. Ndio huyo aliyetranslate tumjudge kama kweli ametranslate real ama ametranslate urongo yake. Tuko pamoja hapo Tuko pamoja. Lakini Bible huwezi jua. Ndio maana Bible za translation ziko mingi na zinapingana. Hazipingani. Mfano, nikupe mfano tu. Si tuko na translation ya King James. Si kuna ile NIV, New International Versions. Yes. New International Version kuna vitabu viko huko katika kitabu tu verses zimepunguzwa. Mfano NIV Marko 16 inaishia 8. Hii inaenda mpaka karibu 20. Imprimanto ina vitabu extra. Imprimanto Bible ya hawa Catholic iko na extra books karibu 8. Wengine wanasema 7. Hii haina hizo extra books. Na yote ni translation na ziko tofauti. Nataka una swali nyingine? Niko nayo. Uliza. Kwa Quran Mungu anasema hawezi allow mtu change maneno yake, injili yake. Tusomee hiyo basi. Asikumbuki hiyo basi. Kusema kweli sikumbuki. Inasema aje? Ataichunga neno lake. Kweli atachunga maneno yake. Nisomee hiyo. 15:9 Qur'ani.
15:9. Aya 15:9 inasema Soma hiyo. 15:9 inasema 9 muhimu hakika 9 muhimu. Inasema hakika sisi ndio tuliyeteremsha mawaida haya, ndio tumeteremsha hii Qur'ani. Na hakika sisi ndio tutakayelinda mpe. Na Mungu anasema mimi ndio nitalinda. Na ile si pia Zaburi ni neno lake. Ni maneno ya Mungu. Torati ni neno lake. Lakini Taurati maneno ya Mungu, Zaburi maneno ya Mungu, Injili maneno ya Mungu. Hata lao watu waje wa change. Sasa sikiza kwanza. Hakuna mahali katika Zaburi, Injili na Taurati aliahidi atalinda, hakuna. Mungu hakusema atalinda, hakuna. Lakini ilipokuja Qur'ani, Mungu amesema mimi mwenyewe hii Qur'ani nitalinda. Na one way ya kulinda hii Qur'ani unaiona iko kwenye hiyo makaratasi, sio hivyo tu, na pia iko kwenye akili zetu, tumehifadhi. Vile iko kwa hiyo kitabu, iko kwa akili yetu. Na si watu wazima tu, mpaka watoto wadogo wamememorize Qur'an. Na ukitaka naweza kukupa example, nikupe example. Kuna shida na nani mtoto hapa? Mtoto. Anasoma Qur'ani vizuri. Hebu njoo kidogo, njoo. Huyu ni mtu mzima ama ni mtoto huyu? Mtoto. Hebu muangalie vizuri Unamwona vizuri Hiyo Qur'ani hakuishika, siko huko. Nitamwambia anisomee hii Qur'ani na atasoma offhead na ajui hata Kiarabu. For example, maana Qur'an unaweza soma sura gani unaweza soma? Sikiza sana, soma Qur'ani Haya, hebu tusomee from offhead. Suratul Qari'ah, fungua. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wama adraka mal-Qari'ah. Sikiza na kusomea sasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Mashallah. Hiyo ni chapter moja, amesoma yote. Nampa tena asome chapter nyingine. Hebu soma Fatiha. Ngoja kidogo. Asome tena. Ngoja, utatafsiriwa, iko pale translation yake. Yeye mwenyewe anajua translation. Yeye hajui. Lakini ngoja amememorize. Kisha the more ana grow, anafundishwa translation yake, maana yake in his own language. Sawa So akija kuongea na wewe, anajua Qur'ani yote offhead na maana yake. Soma suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Unaona hiyo ni nyingine. Nitampa mpaka atamaliza Qur'ani yote, atamaliza hapa. Sasa hii ndio njia Mungu ameleta Qur'ani. Hebu achana hiyo simu. Unaona hii Qur'ani ikichomwa au ikafichwa duniani, hao watoto 14 wanakaa kitako. Mmoja analeta sura ya kwanza inaandikwa, ya pili mpaka sura 114. Qur'ani inarudi within a second. Sawa tunarudisha upya. Nyinyi Biblia wacha kuchoma, ifichwe tu Sunday moja. Hakuna hata mmoja amememorize only one chapter. Ili ni proof. Si kitabu ya kwanza katika New Testament ni Mathayo. Mathayo siko na mpaka 28 chapters.
Wacha hiyo 28 yote. Nisomee Mathayo chapter 1 mpaka verse 26. Kaumane hapa. Soma Ofed saa hii. Soma Ofed nisikie. Siwezi lakini. Sasa subiri. Naijua. Usiseme naijua. Imefichwa Bible. Nisikize. Subiri kidogo Yeye ameambia huyo. Bible. Hebu subiri. Huyu ameumwa. Bible nisikize, ikifichwa one day dunia mzima. Wakristo hata wakakaa kitako hawawezi wakarudisha kwa sababu hakuna moja amememorize. Si ni kweli? Si ni reality hiyo? Lakini sisi Qur'ani tumememorize. Kwa hivyo hata ikifichwa kwa sababu it is in our head, within a second tunairudisha. Si ni kweli? Lakini nyinyi hamwezi. Na to prove that, wewe umeambiwa usome Mathayo chapter 1 mpaka verse 23 Ofed, wewe huwezi, mchungaji wako hawezi, na mpaka wazee wa kanisa pia hawawezi kwa sababu hawaja memorize the Bible. Lakini sisi tunaweza, mpaka watoto wetu wanaweza. Islam takbir! Takbir! Kuna dada anataka kusilimu, mpe asilimu kwanza. Msilimishe huyo. Dada Allahu Akbar. Waislamu takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu Takbir! akbar. Allahu akbar. Hebu mpatie dada asilimu. Neema, watu wanajiunga na Uislamu, dini ya kweli, dini ya haki mbele ya Mungu. Dada, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Berin Cherotich. Berin Cherotich. DP mwenyewe yuko hapa. Cherotich. Dada, unataka kujiunga na Uislamu? Ndio. Umependa mwenyewe? Ndio. Bila kulazimishwa? Ndio. Na huyu mtoto ni wako? Ni wangu. Na yeye unataka apea abaki Uislamu? Ndio. Waislamu takbir! Hapa kuna plus, mama na mtoto wake imeongezeka katika dini ya Uislamu, wameingia katika Uislamu. Sasa dada, kusilimu ni maneno machache, mimi nitaisema katika original language Kiarabu, kisha nitakutafsiria. Sawa? Sema bismi Bismillahi Rahman Rahim. Rahim. Hapo umeanza kwa jina la Mungu. Na Waislamu mtu anaposilimu mbingu ziko wazi, leteni istighfar. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tuleteni istighfar. Dada sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sema nimekubali kwa moyo na kusema kwa ulimi bila kulazimishwa ya kwamba hakuna mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu, naye ni Allah. Na nimekubali kwa moyo na kusema kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mtoto wa Mungu, kwa sababu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Waislamu takbir! 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 Dada, umesilimu wewe, kuanzia saa hii ni Muislamu, ni dada yetu, ni mwenzetu. Ungependa jina gani? Majina yako mengi, kuna Maryam, majina ya Kiislamu. Kuanzia leo utachukua jina jipya, majina ya Kiislamu. Kuna Maryam, unanisikiza vizuri? Kuna Maryam, kuna Aisha, kuna Fatma, kuna Zainab, kuna Khadija, kuna Habiba, kuna Zaitun, kuna gani tena? Amina. Kuna gani nyingine? Kuna Halima. Gani nyingine? Kuna
Fatuma. Majina yamekuwa mengi. Yako mingi tu. Dada yangu ungependa gani? Aseme moja tu. Moja tu ile umependa. Amina. Amina. Takbir. Takbir. Dada yetu anaitwa Amina. Allahu Akbar. Sasa una mtoto hapo, hebu mpatie. Huyo mtoto hivyo alivyozaliwa, Mungu amemuumba akiwa Muislamu, tayari ni Muislamu. Ungempa jina gani? Majina ni wa kiume au wa kike? Ni msichana huyo msichana mdogo, ungempa jina gani? Huyo anaitwa Amina. Sharfa. Sharifa. Sharifa ama Sharfa. Sawa kabisa. Atakuwa anaitwa Sharfa ama Sharifa. Hiyo ni jina nzuri kabisa. Tuko na Amina na mtoto wake Sharifa. Hiyo ni sawa. Takbir. Yuko mwingine anataka kujiunga na Uislamu. Anataka kujiunga na Waislamu. Mwingine anayetaka kusilimu. Mwingine anayetaka kujiunga na Uislamu. Ameamua na yeye awe Muislamu kama sisi. Yuko, hebu Waislamu mkono juu. Haya chini. Haya ndugu jitayarishe. Haya Wakristo wanaompenda Bwana Mungu. Wakristo wanaompenda Bwana Mungu. Haya madada zetu wa Kiislamu. Huyu Masai, huyu rafiki. Njoo nisalimie kidogo. Mnapokea huyu dada yetu amesilimu. Njoo. Njoo nisalimie. Kijana mzuri kabisa huyu njoo. Mungu akubariki. Unaitwa nani? Julius. Ungependa kuwa Muislamu? Uko tayari? Hebu njoo kaa. Hebu mpatieni kiti. Mpatieni kiti akae na yeye. Sawa. Naam, sasa Sheikh Salim Ngugi. Nataka swali moja nimpe mwalimu. Idrisi yuko? Idrisi. Mpe Idrisi basi. Haya, hebu Waislamu mkono juu. Haya chini. Wakristo wanampenda Bwana Mungu mkono juu. Wakristo